Kunyonyesha. Kunyonyesha ni muhimu kwa sababu kunatoa lishe kwa mtoto wako na kukusaidia kukuza uhusiano. Kunyonyesha pia kunaweza kusaidia kukukinga wewe na mtoto wako kutokana na baadhi ya magonjwa. Kunyonyesha mtoto wako katika saa ya kwanza baada ya kuzaliwa ni muhimu sana na ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto wako. Kuweka mtoto wako uchi karibu na ngozi yako uchi, inaitwa mgusano wa ngozi kwa ngozi. Kuweka mtoto wako ngozi kwa ngozi na wewe moja kwa moja baada ya kuzaliwa husaidia mtoto kukujua. Hii humfanya mtoto ajisikie mtulivu na inaweza kumsaidia mtoto wako kunyonya. Kuweka mtoto wako katika mgusano wa ngozi kwa ngozi pamoja na wewe kunasaidia kuleta uhusiano mzuri baina yenu. Kunyonyesha hufanya kazi vyema wakati mtoto wako anakunywa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza ya maisha yake. Hii inaitwa kunyonyesha maziwa ya mama pekee. Kumpa mtoto wako maji, chai, asali au chakula na vinywaji vingine katika miezi 6 ya kwanza kunaweza kumfanya mtoto wako awe mgonjwa. Kunyonyesha husaidia mtoto wako kukua vizuri na kuwa na afya. Kuna mambo mengi mazuri kuhusu kunyonyesha. Watoto wanaonyonyeshwa maziwa ya mama pekee katika miezi 6 ya kwanza ya maisha wana uwezekano mkubwa wa kuwa na nguvu na afya. Pia wana uwezekano mdogo wa kupata maambukizi, kuhara na kuvimbiwa kuliko watoto wanaopewa maji, vinywaji vingine au chakula kigumu kabla ya kufikia umri wa miezi 6. Kumnyonyesha mtoto wako maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza ya maisha yake kunaweza kuwa njia ya asili ya kupanga uzazi. Akina mama wanaonyonyesha maziwa ya mama pekee wanaweza pia kuwa na hatari ndogo ya kupata saratani ya matiti. Ni vizuri kumweka mtoto wako karibu na wewe ili uweze kuona wakati anapata njaa. Mtoto wako anapoamka na kuanza kusonga midomo yake, kulamba midomo yake au kuweka mikono kinywani mwake, inaweza kumaanisha kuwa mtoto ana njaa. Ikiwa mtoto wako atafanya mojawapo ya mambo haya, unaweza kumnyonyesha mtoto wako. Ili kuhakikisha mtoto wako anapata maziwa yote anayohitaji na kwamba matiti yako hayaumi, mtoto wako lazima ambatanishe na titi lako kwa njia ifaayo. Hakikisha kichwa cha mtoto wako hakizuiliwi na kinaweza kusonga. Hii inamruhusu mtoto kusonga kichwa chake na kufungua mdomo wake kwa upana. Kichwa na mwili wa mtoto wako vinapaswa kuwa kwenye mstari. Ni vigumu kwa mtoto wako kulisha ikiwa mwili wake umepinda. Pua ya mtoto wako inapaswa kuwa sawa na chuchu yako kabla ya kulisha. Kisha mtoto wako anapofungua kinywa chake, anaweza kuchukua sehemu kubwa ya titi na chuchu yako itakuwa juu ya kinywa chake. Unapaswa kuleta mtoto wako kwenye titi lako ili aweze kustarehe wakati wa kulisha. Ukipeleka titi lako kwa mtoto wako, hii inaweza kukusababishia maumivu na kipindi cha kunyonyesha kinaweza kuwa kifupi sana. Hakikisha unajisikia vizuri wakati unanyonyesha. Mtoto wako anapaswa pia kuwa na utulivu na vizuri. Kuna njia nyingi za kujua kwamba mtoto wako anapata maziwa ya mama ya kutosha. Mdomo wa mtoto wako utakuwa wazi wakati wa kulisha na kidevu chake kitagusa titi. Mtoto wako atasimama wakati wa kulisha na utaweza kuona mtoto wako akimeza. Matiti yako yatahisi laini baada ya kulisha. Unaweza kuona maziwa karibu na mdomo wa mtoto wako wakati au baada ya kulisha. Mtoto wako pia atakuwa. Mtoto wako atatoa mkojo mara 6 hadi 8 kwa siku. Kinyesi cha mtoto wako kitabadilika rangi. Itakuwa nyeusi na nata wakati wa kuzaliwa. Kisha itageuka kijani. Wakati mtoto wako ana umri wa wiki moja, kinyesi chake kitakuwa cha njano.
Ni muhimu kula na kunywa vizuri unapokuwa na mtoto, kwani hii itakusaidia kuwa na maziwa ya kutosha kwa ajili ya mtoto wako na kuwa na afya njema. Unapoanza kunyonyesha, unaweza kuwa na matatizo fulani, kama vile chuchu zenye maumivu. Hii inaweza kuwa ya kawaida. Hata hivyo, unapaswa kuzungumza na mfanyakazi wa afya ikiwa una matatizo yoyote, ili waweze kukusaidia. Kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza ya maisha husaidia kukuweka vizuri wewe na mtoto wako. Ikiwa unahitaji usaidizi wowote wa kunyonyesha, unapaswa kuzungumza na mfanyakazi wa afya aliye karibu nawe.